Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana kwa ibada hii nzuri ya kuombeleza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuingie sasa kwenye neno la Bwana. Tutaendelea, tuna mambo mengine tunapoendelea. Karibuni nyote. Tufungue kwenye kitabu cha Kutoka chapter 1. Exodus chapter 1. Exodus chapter 1 inasema hivi kuanzia mstari wa 5. Exodus 1 verse 5. Na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa ni nafsi 70. Na huyo Yusufu alikuwa yuko ndani ya Misri na kuongezeka nguvu, na nchi ile ilikuwa imejawa na wao. Hapa ni wakati, of course tunajua katika sehemu ya mwisho wa kitabu cha Mwanzo inaongea juu ya jinsi ambavyo wana wa Israeli waliingia kupitia kwa Yusufu. Habari ya Yusufu tunaifahamu. Kwa hivyo taifa la Israeli alipoita babake na ndugu zake wakaja Misri, na Yusufu akawa mtu mkubwa sana, na wakaendelea, tunaambiwa hapa wakaendelea kuongezeka. Baada wakati ule wanaingia Misri walikuwa watu 70 kama tunavyoona, lakini Biblia inasema wana wa Israeli walikuwa na uzazi, na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, na wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua nani? Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka, tena kukitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupanga nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji na kuwekea akiba Pithomu na Ramesesi. Kuna kitu nahitaji tukione hapa katika wingi huu wa wana wa Israeli. Ni sawa, tumeambia kwamba walikuwa na uzazi sana, waliingia 70 tu, lakini wakaanza kuzaana sana. Walipoanza kuzaana sana, kuna jambo lingine limetajwa, sio kuzaana tu, bali wao walikuwa na nguvu zaidi. Sasa nguvu ndio kitu nataka tukiangalie zaidi. Nguvu ndio ilimtisha huyu mfalme mpya. Tunaambiwa kwamba mfalme akaibuka mpya ambaye hamjui Yusufu.
Wakati Yusufu anapokuwa gerezani pale, kuna mfalme mzuri tu aliyemwelewa mpaka akampandisha madaraka. Hatimaye Yusufu na ndugu zake wakazeeka wote, wakaondoka. Akainuka mfalme asiyejua Yusufu, akaangalia vile Waisraeli wanavyozaana, alafu na kitu kingine, sio idadi tu, wao pia nao wana nguvu. Hapa ile nguvu ndio ilimtisha mfalme. Anasema nao wanaendelea kuongezeka nguvu, na ile nchi ikajawa na wao. Angalieni watu hao, verse 9, akawaambia watu wake, angalieni watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Sasa of course tunaelewa, tunapoongea juu ya Wamisri na Waisraeli tunaongea nini? Tunaongea juu ya ufalme wa giza na watoto wa Mungu. Tusikie ufalme wa giza huwa unaongea nini juu ya taifa takatifu la Mungu. Shetani anajua vizuri ya kwamba mwokovu ni tishio kwake. Kadri waokovu wanapoendelea kuongezeka, na sio kuongezeka kwa idadi tu, bali kwa nguvu, hilo ndilo tishio la Ibilisi zaidi. Na kwa hiyo anasikia vibaya kwa sababu atalemewa. Haitoshi tu kuwa wengi, lakini idadi yao sio kitu, bali nguvu ipatikanaye ndani ya watu hao. Sasa hiyo ndio iliyokuwa tishio kubwa, na hiyo ndio inastahili kuwa ombi kubwa la kanisa, ya kwamba sio idadi tu, lakini tuwe na nguvu. Hiyo ndio itakayomtisha adui. Kwa hiyo mfalme wa Misri akaogopa, akasema ni kweli wanazana sana na wanakuwa wengi, lakini kuna kitu kingine kilicho na shida zaidi, wanakuwa na nguvu. Mpaka anasema ya kwamba wakiendelea hivi wanaweza kuungana na mataifa mengine wanaotushinda nguvu wakatupiga. Sasa nilipokuwa natafakari mambo haya, nikawa ninaangalia jinsi shetani anavyotuangalia. Anapoona kanisa linaanza kugundua siri ya kuwa katika maombi na kuwa katika nguvu, linaanza kupangana kuona ni jinsi gani tutazuia nguvu hii isipate kuendelea. Hilo ndio tishio. Kanisa linapoongezeka nguvu ndio tishio. Kunayo makanisa mengi yenye idadi kubwa but with no impact, kwa sababu hawana shida. Na unaona, tunapoendelea kusoma, acha tuone hatua ya huyu mfalme. Anasema tuwatendee kwa akili wasija wakaongezeka, tena ukitokea vita ukatokea vile. Verse 11, basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, na wakajengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithom na Ramesesi. Lakini kwa kadri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Yani walichukizwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Misri wanakasirika, they were offended, they were grieved because of the children of Israel. Wakawa wanachukizwa kwa sababu ya wana wa Israeli na kuongezeka kwao. Hivyo ndivyo shetani huwa anasikia, hivyo ndivyo wachawi huwa wanasikia. Wakati kanisa linazidi kupata nguvu, wanasikia vibaya na hawatulii. Mfalme alipoona ongezeko hili hakutulia, alianza kumobilize watu wake. Tuone ni jinsi gani hawa tutawazuia kukua, tuone ni jinsi gani hawa tutawazuia kuongezeka, maana wakiongezeka hivi watatuzidi nguvu na itakuwa shida kwetu. Kwa hivyo tuwatendee kwa akili. Na tunavyoendelea tunasoma pale, tunaona kwamba Wamisri wakaanza kutumikishwa kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na matofali na kila namna ya kazi, mashamba na kwa kazi zao zote walizotumikisha kwa ukali. Verse 15, kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha Waebrania. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania. Mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa,
ikiwa ni mtoto mwanamume basi muueni, bali akiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Hapa ndipo nataka tuangalie tuone idadi ya watu haikumtisha huyu mfalme. Kwa sababu je, kama wanawake wangezaliwa wengi sana, hiyo haikumtisha. Alikuwa na hofu na mwanamume kwa sababu upande wa nguvu na upande wa uwezo ulihusika kwenye mwanaume. Alichokuwa anakiogopa ni uwezo juu yake, ni nguvu juu yake. Shetani haogopi idadi ya watu kanisani, anaogopa nguvu. Panaweza kuwa na watu wachache lakini wenye nguvu ya Mungu ikamtisha hiyo. Lakini kunaweza kuwa na idadi ya watu wengi wa kidini ambao hawashughuliki na nguvu, na kuna maandiko sehemu inasema ya kwamba wana mfano wa utaua lakini wakiikana nguvu yake. Sasa hivi shetani alicho nacho kikubwa ni kuhakikisha ya kwamba watu wamefanya kusanyiko la watu wengi tu, na makanisa sasa hivi ambao wataongea ajenda isiyo ya Mungu, wajazane pale, wafurahishane pale, wafurahie waende zao. Kuna mpaka nyama choma ndani ya makanisa na hoteli, burudani tu, wakati Biblia inasema ufalme wa Mungu sio kula na kunywa. Lakini unaona kwamba shetani anaweka burudani ili watu wazidi kukusanyika pale na waliite kanisa. Ilijaa hilo, waliite kanisa. Lakini shetani akimtishi hicho, idadi haimtishi, anazuia nguvu. Anasema anaogopa Wamisri. Huyu mfalme wa Misri alichokuwa akikiogopa ni nguvu ya Waisraeli. Kile kinachoogopewa katika ulimwengu wa roho ni nguvu ya wateule, sio idadi tu. Haleluya, sio idadi tu. Sasa twende taratibu, turudi pale ili tuweze kusoma taratibu za huyu bwana alipoona tishio lile. Anasema wanazidi kuongezeka, wanaendelea na kuongezeka nguvu. Basi akainuka huyo mfalme mpya, akawaambia watu wake, angalieni watu, tuko mstari wa 9, angalieni watu wake. Akawaambia watu wake, angalieni watu hao wa wana wa Waisraeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Sasa ufikirie, ni pepo zinaongea ya kwamba hawa wokovu hatuwawezi, mwokozi wao Yesu hatumuwezi, damu ya Yesu wao hatuiwezi. Hawa kwa kawaida wana nguvu kutuliko. Wachawi wakitutazama wokovu wanalijua hilo, ya kwamba hawa huwa wana nguvu kutuliko. Wana wa Israeli walikuwa wanaogopewa kila mahali walipokuwa wanaenda, inajulikana hiyo. Kila mahali ikisikika wana wa Israeli wanakuja, watu wanatetemeka, maana wanajua hatuwezani na Mungu wao. Kwa hiyo hapa mfalme wa Misri anakiri wazi wana nguvu kutuliko, lakini pamoja na hiyo hawakati tamaa. Anasema hivi verse 10, haya na tuwatendee kwa akili. Tuwatendee kwa namna gani? Kwa akili, si fujo, si vita, kwa akili, wasije wakaongezeka tena ukitokea vita wakatushinda, wakaungana na wale wengine. Anasema kukitokea vita katika nchi, kukitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Hebu fikiria katika eneo hili tulio ya hapa Tausa namna hii, shetani anajua ya kwamba kuna eneo fulani watu wanaomba sana, na huko amepigwa vizuri, anajua hao ni maadui zangu. Anakimbilia hapa Tausa ambapo watu wamelala, wanataka kuinuka. Sasa anapoona wanataka kuinuka na kuongezeka nguvu, shetani anaanza kuitana na anaanza kuweka wasimamizi. Hao ndio mawakala wa kuzimu ambao ninawaita. Anaweka wasimamizi kokote ambapo kanisa linataka kufunguka macho, anabandika msimamizi pale, simamia hapo wasiwahi inuka. Akiona kuna kanisa lingine linataka kuinuka pale, ni kesha na maombi, anabandika msimamizi. Verse hapa inasema wakaweka wasimamizi. Tunawekea wasimamizi. Verse 11, basi wakaweka wasimamizi juu yao, wawatese kwa mizigo yao. Hawezi kufurahi.
Anasema hili eneo tulikuwa tumekaa nao vizuri kwa sababu walikubaliana nasi. Kama ni makanisa ya humu walikuwa wametulia, hawana shughuli ya kukua hivyo, hawashughuliki ni program tu na mambo mengi. Lakini ninapoangalia ni kama umeanza kufunga macho, na tukiwaacha hivi wakafunga macho wakaungana katika roho, na maeneo mengine ambapo huwa wananipiga tutapigwa vizuri sana. Kwa hiyo tudhibiti hili eneo. Anasema ya kwamba angalieni, tuwatendee kwa akili. Hiyo sehemu ndio nilikuwa naiangalia, tuwatendee kwa akili. Kumbe shetani kutenda kwa akili, kizungu inasema we deal with them wisely, with wisdom. Kudeal na mtu wisely ni kuhakikisha ya kwamba yani unamtumia hekima, asielewe unachokimaanisha, lakini mwisho ajikute ameingia vile unavyotaka. Unadili na mtu kwa hekima, hatokezei kabisa kwamba ni yeye, lakini amekuleta mpaka mwisho wa siku akakubalia. Waswahili wanasema akufukuzaye hakuambii toka, lakini unaona mambo yanabadilika, ili usije ukasema fulani alinifukuza, lakini anatumia hekima tu, hivyo unakuzungusha mpaka mwenyewe unajipata umeondoka. Ndivyo Biblia, ndivyo shetani huwa anafanya. Mfalme wa Misri hapa anasema tudili nao kwa akili, tushughulike nao kwa akili. Sasa Wakristo huwa tunapigwa kimpango kiakili tu. Hakuambii moja kwa moja usiende kesha, lakini anaanza kujitokeza kwako kama rafiki. Si umechoka? Si ungepumzika leo? Na huu mwili pia wakati mwingine unahitaji mapumziko. Kwa hiyo anakuja kwako kwa akili. Akija kwa akili unaanza kumsikiza, kwa sababu akija moja kwa moja usiende kesha, wewe tayari utamkemea. Wewe shetani, rudi nyuma yangu, hutaki nimfahamu Mungu. Lakini anakuja kwa namna mzuri, kwa akili. Tumwelewe shetani jinsi ajavyo kwetu. Anakuja kwa akili, anasema tuwatendeni kwa akili, hata wasijue kama ni sisi, wasijue ya kwamba kuna ajenda tuko nayo. Tukae marafiki tu. Kwa shetani ukaa kama rafiki. Angalia jinsi alivyokuja kwa mama yetu Eve, alivyokuja kwake. Hakumwambia ya kwamba Mungu ni adui na ninataka mtende dhambi mwachane naye. Hapana, alikuja kwake kwa akili. Akamwambia, hivi Mungu amesema msile matunda yote? Akauliza swali tu kimpango, kiakili, kama rafiki. Hajakuja na fujo. Amekuta mama yetu ametulia pale, alafu anaanza mazungumzo kiakili tu, kihekima tu. Hivi Mungu alisema kweli msile matunda yote? Na yeye mwenyewe akaanza kuitikia. Hakusema tusile yote, amesema tunaweza kula yote, lakini isipokuwa huu katikati, tukila tutakufa. Asema hapana, hamtakufa. He comes like a friend, ili mwisho wa siku akulete. Na baadaye ukichunguza hicho kisa kile kilivyotendeka, ilifika mahali shetani akatulia, akamwachia tunda, akaanza kuliangalia mwenyewe. Ametumia akili, akamwacha mwenyewe amue. Yaani mtu amekuleta, alafu anakuambia what do you suggest? Alafu usuggest mwenyewe, ujitumbukize mwenyewe. Tunaambia kwamba Eva akalitazama tunda, akaliangalia kwamba lapendeza macho, lafaa kwa chakula, likavutia nini na nini, alafu akalitwaa akala. Shetani hakumwambia shika, kula, fungua mdomo, kula. Hapana. Hakufanya kama vile zamani tulikuwa tunafanya tukiwa watoto. Meza dawa mpaka unashikwa mdomo kwa lazima. Maana unataka ile dawa imsaidie, na kweli inafanya vile mpaka na meza imsaidie. Shetani haji vile, anawatumia akili. Yaani hamtajua kama ni shetani, na unajua inafika mahali hata shetani unamtetea. Si yeye, ni sisi tu wenyewe. Msimsingizie shetani. Shetani wa watu mnamwekelea mpaka anafurahi. Mimi hata mimi nina watetezi mimi. Yaani nina watetezi. Nimekuja kiujanja, wala hakujua kwamba ni mimi. Kwa hiyo nakaa pale siku ya Friday,
Ilifika jioni tu nikajisikia mchovu tu, nikasema nitaenda hiyo nyingine. Unaona pale hata hujamtaja adui, umesema ni wewe mwenyewe tu. Umesema ni wewe mwenyewe tu, na mwisho wa siku nilijisikia hivi, mbona hukuja jana? Nijisikia mchovu, ni kama kichwa kinagonga vile. Nikasema haidhuru, siku bado ziko. Yaani wewe mwenyewe ukajazia fomu yako kuanzia mwanzo, ukajitaja wewe mpaka mwisho. Shetani akikaa anasema nimewahi, kwa sababu yale makombora yalikuwa ayatupe, hayakutupwa jana. Tulikuwa tushambuliwe na sasa hatukushambuliwa. Nilifaulu kumlaza huyu, nikafaulu kumlaza huyu, nikafaulu kumtia uchovu huyu, na wamelala, na hawa ndio maadui wakubwa. Kwa hiyo anatumia akili, anasema basi tuwatendee kwa akili. Ina maana hao watu wanaotendewa akili nao wana macho ya kuona. Wakiendewa ovyo ovyo watachanuka. Kwa hivyo watumiwe akili. Ndivyo shetani anavyofanya hivi. Shetani huwa anatishwa na nguvu ya mlokole. Na nikawa ninaangalia katika anga, jinsi ambavyo anga hii shetani anapenda kuitamalaki ili aifanye kuwa yake. Na wakati ambapo tunataka kuingia katika territory hizo, anainua watu wake, anasema kuna moto na usikia upande huo. Munafanya nini huko? Nasikia ni kama watu wanaomba. Munafanya nini? Si muende huko. Na yule niliweka kule, yule msimamizi niliweka pale, ni nini anafanya? Mbona wanaomba hao? Mbona cheche za moto zinakuja huku? Kwa hivyo yule aliyekuwa assigned pale anachangamka, anaanza kuja. Kama hakuna nguvu ya kutosha kanisani, anaingia, anakuwa miongoni mwetu, anakuweka we kulala, anakuweka we kulala. Yaani amefaulu kulaza wengine nyumbani, na hata pia wachache waliokuja wanaotupa cheche, anasema wakala wangu niliyekuwa saini hapo. Tumesoma pale, akaweka wasimamizi. Kila eneo palipo na tishio panawekwa nani? Msimamizi. Lakini kwingine ambako watu wamelala wote, watu wanaweza kuondolewa tu. Wakamwambia hapa hakuna kazi kubwa, mnaweza tu kuondoka. Mnaweza tu kuondoka kwa sababu hakuna kazi kubwa. Lakini kule kwenye tishio zaidi ndio kunawekwa nguvu nyingi. Kwa hiyo shetani anaweka namna hiyo. Ni vyema wateule wa Bwana kuinuka na kujua ya kwamba yeye ni mwizi. Huyu ni mwizi ambaye huingia mahali pasipo pake. Yeye hujifanya kana kwamba ni kwake. Alifanya kutupwa huku, na alipotupwa ametamalaki kana kwamba ni kwake. Lakini tunafaa kuingia katika anga yake na kumwondoa katika sehemu yake. Aogope, na kadri anavyozidi kuogopa na kuinua mambo yake, sisi tusikate tamaa. Maandiko yanasema ya kwamba kadri walivyoendelea, inasema Wamisri wakawatumikisha, verse 13, Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kwa uchungu, kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, na kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Haya, lakini tumeambiwa kwamba kadri walivyokuwa wakiwatumikisha walizidi kuongezeka. Hawa ni wateule wa Bwana, hatustahili kukata tamaa kwa aina yoyote. Verse 12, lakini kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyozidi kuongezeka na kuzidi kuenea. Hawa ni wateule sugu ambao wanasema hatukati tamaa hata kama shetani anataka kuinua mambo yake. Lakini sisi tunaendelea kupiga, tunajua ushindi uko upande wetu. Wana wa Israeli hawakati tamaa, hawaogopi kuzaa, hawaogopi tena. Mungu akawa pamoja nao. Ikabidi mfalme kwenda kuungana na wazalisha, akawaambia tunataka mtusaidie. Ajabu moja sasa, wanaenda kwa wana wa Israeli, hao wazalisha wa Ibrania ndio mnawaendea. Adui amechanganyikiwa mpaka anakuja kwenye kambi yetu kuja kutuambia tumsaidie kumaliza washirika ili wao watushinde. Sasa unaelewa, ukiwa ni mteule usiyejielewa utaanza kusikia anachokisema adui.
Unashirikiana na adui kumaliza kanisa, unashirikiana na adui. Wana wa Israeli hawa wazalisha, the midwives, walitarajiwa kulingana na Misri, kulingana na mfalme wa Misri, wa cooperate. Inawezekanaje nikusaidie mimi kumaliza kambi yangu mimi mwenyewe? Maandiko yanasema na hawa wakawa ni wacha Mungu. Inasema kisha mfalme wa Misri akanena na wazalisha wa Ibrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra. Haya tunasikia akasema, wakati mzalishapo wa wanawake wa Kibrania na kuwaona katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Verse 17, lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Haleluya! Tofauti yao ilikuwa wacha Mungu. Kumbe watu wanaweza kuwa ndani ya kundi la Waisraeli, lakini wengine wakawa hawamchi Mungu, wakamsikiza adui, wakawa insiders pale, ambao wanaweza unasikia wakati mwingine kuna inaitwa inside job, yani wewe ndio umewekwa mlinzi pale, na badala ya kulinda mali anakuja adui anakuambia utusaidie, ni wapi hela zinawekwa, utusaidie ni sangapi mkubwa huwa anaondoka, utusaidie ni wapi padhaifu zaidi ili tuweze kushambulia, yani utusaidie ni vipi tutaangusha hii kampuni na tutakulipa hivi na hivi. Kwa hiyo mtu anasema kwa kitita hiki cha pesa niko tayari kusaliti hii kazi yangu, nisaliti hii kampuni iliyoniajiri. Mfalme wa Misri alitarajia wazalisha hawa, wakunga hawa wasaliti wana wa Israeli, lakini maandiko yanasema walikuwa wanamcha Mungu, hawakusikiza sauti ya adui. Itawezekanaje nishirikiane na adui ili kwamba sisi tudhoofike, yeye apate nguvu, atupige vizuri? Ajenda ya adui ni kwamba sisi tuache kuzaliwa wanaume, tuzidi kudhoofika ili adui atupige vizuri. Wakunga wakawa ni Waibrania walio na macho. Haleluya! Walio na macho kujua kwamba hii sauti inayoongea ina ajenda gani. Ni vyema kuelewa, ndiyo stori hii inakaa tamu sana, lakini mwisho wake matokeo ni gani? Sisi wakunga tutakapokubali wanaume wetu wazidi kuisha, tutakuwa katika hali gani? Ile nchi ya ahadi ambayo imetupasa sisi kwenda, hatutawahi kuingia. Kwa hiyo ikawa Mungu ameingia ndani yao, wakasimama na Mungu, wakasimama na upande wa Mungu, wasifanye vile adui anasema. Wakagoma, wakasema hatutasikiza adui anachokisema. Sisi si wapumbavu hivyo ya kwamba tusikie adui ana ajenda ya kutumaliza na sisi tumpe ushirikiano. Wakasema hapana. Je, tumsikize mfalme wa Misri aliye na ajenda ya kutuangamiza, au tumsikize Mungu aliye na ajenda ya kutupeleka kwenye uzima wa milele, au kutupeleka kwenye nchi ya ahadi? Kwa hiyo Mungu akawapa hekima, wakawa wanazaliwa tena, na Mungu ni mwema ambaye anahakikisha kwamba kilicho chake kinatunzika, kitakuwa salama. Kama si hivyo, basi mfalme wa Misri angeagiza wakunga wa Kimisri aseme wanawake wote wa Kiebrania wakitaka kuzaa, nimeachilia wa Misri hapa wazalishe, kusizalishwe na Mwebrania. Sasa pale ndio wangesikia. Wa Misri wangesema sasa hao wakisheni mfanye hivyo, lakini alivyo mwema Mungu, yuko in control ya mambo yote, kuhakikisha kilicho chake kinadumu. Kila silaha itakayofanyika dhidi yako haitafanikiwa. Yuko mtu anayeangalia. Hatuko peke yetu. Adui hana akili kutuliko. Shetani hana hekima kutuliko. Shetani hana hekima zaidi ya Mungu wetu. Kwa hiyo Misri pale, Farao pale, hekima ikamponyoka. Ameacha
Wanawake wa Ibrania wanapokuwa wajawazito wanazidi kuzaa na wanazalishwa na wenzao, alafu wenzao unaenda kuambia waueni wanaume. Ni nani atakayekubali unless kichwa kina matatizo? Kwa hiyo pale wanazalisha tu. Tena Mungu akawapa hekima walipokuwa wanazalisha vile. Basi verse 18, basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kwa hifadhi watoto waume wawe hai? Yaani hivi jamani, mlitaka tuwaue wenzetu tu hivi? Yawezekana hiyo kweli? Wazalisha wakawaambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kibrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikiria. Haleluya! Ajenda ya Mungu lazima isonge hadi mwisho. Adui hutuogopa sisi na yuko bizi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ameweka wasimamizi, kazi za Mungu zisiinuke, lakini sisi tunasonga mbele. Ushindi wa Mungu tuko nao. Damu ya Yesu ndio uwezo wetu. Roho Mtakatifu ndo anayetusaidia. Tunazo nguvu, tunayeweza mambo yote kupitia yeye atutee nguvu. Haleluya! Kwa hiyo usiku wa leo, wateule wa Bwana, tunaogopewa katika ulimwengu wa roho, na nguvu tulionayo inamtisha adui. Tuelewe ya kwamba wako wasimamizi huwa wanawekwa, na kila wakati ambapo unapovaa silaha zako na kupigana, usiwaonee huruma. Piga ili tuzidi kuongezeka. Tunastahili nguvu yetu iendelee kuwa felt katika tausa hii. Anga hii ya tausa, as we say, we pray that tausa may be for Jesus, ya kwamba nguvu ya kanisa isikike katika anga. Nguvu ya kanisa isikike. Sasa hivi unaona ushetani ndio unaenziwa sana. Ukiangalia kwenye vyombo vya habari, unaona watu walikuwa wanaiba, wamebaki na TV kwa kichwa. Watu walikuwa wanaiba, wamepagawa na nyuki, nini na nini. Unaona watu hapo wanasifia hiyo. Kuna mwangalia mwanamke mmoja akisifia sana kitendo kile, kwa sababu hao watu wanastahili kuendelea hivyo, wakomeshe kabisa. Watu walikuwa wanaiba na vitu vikakatilia kichwani kwa sababu ya nguvu za kishetani. Na muona mwanadada mmoja pale anaongea kwa ujasiri, na nikamtazama huyu, nikajua huyo huwa anaenda kanisani. Huyu hivi unaenda kanisani kabisa na upige makofi, ananipenda Mwokozi, yeye ni mwema. Alafu pale nje kuna mfalme mwingine unasifu na kusema kwamba hivyo hivyo iendelee hivyo, hao watu wakomeshwe. Hapana, yuko Mungu mwenye nguvu. Tunataka kanisa nguvu zake ziweze kusikika katika anga. Wana wa Israeli walizidi kuongezeka na nguvu yao pia ikazidi kuongezeka. Kadri ya idadi yao, ni vyema tujae makanisani, but with power. Haleluya! Tuongezeke lakini tuwe na nguvu, na ndio maana tuko hapa kwa sababu as much as tungependa kanisa lizidi kukua na kuongezeka, si hiyo tu, tunataka liwe na nguvu. Heri tuwe kama tulivyo wenye nguvu kuliko idadi kubwa isiyo na nguvu.